yaliyopita kwenye hatma. Naomba tusimamishe kwanza taratibu za ndoa. Kuna kitu kinanitia shaka kichwani. Hii nyumba tunaishi kwa kutegemea misingi ya dini. Mtu akikosea awajibike kwa makosa yake. Mimi niko tayari muda wowote ule. Hafsa anaenda kuwa mke wangu. Mimi ndo kwanza kuanzisha mahusiano na Hafsa. Mimi maswala zilipendwa sidili nayo. Lakini huoni kama utakuwa muumiza hisia za yule jamaa ambaye alikuwa anataka kukustiri? Wewe si ndio umeniambia nifanye hivyo? Lakini hivi sio unaniamini? Na kuamini kitu gani? Mimi rafiki kwangu hana nafasi. Mimi naishi vipi na huyu ambaye mchana kutwa mzima anahangaika kwa waganga ili mimi niachike kwa mume wangu? Hongera sana Aisha. Naomba unielewe, sawa Nielewe kwamba nimechoshwa na hizo stories zako ambazo za meandering, sawa I'm not ready to tolerate. Nataka uniambie ukweli, usimfiche Karimu. Naomba uniambie Karimu yuko wapi? Karimu yuko wapi? Nimekwambia hayupo kaka. Hivi, hii nyumba nzima unataka muwe matapeli ama? Eti, hata wewe. Kwa nini unanidanganya? Kwa nini unifanya mimi mpumbavu? Karimu yuko wapi? Hey. Vipi? Mbona unapiga kelele? Nyumba inakosa utulivu. Tatizo ni nini hasa? Asha, shida nini? Huyu mgeni anamtafuta Karimu. Lakini baada hata kumwambia hayupo, bado analazimisha. Kaka, shida nini hasa? Hey, wait. You. Show some respect, sawa Who are you asking me kwamba mimi ni nani na nataka nini? Who are you? Eti, hii ni ipi kati ya hizi ambazo zinaishi ndani? Hii nao ni moja wapo? Asha, enda kaendelee na shughuli zako. No. Sikia kaka Ubunde. Yaani kiukweli Karimu ana hali mbaya sana. Na anapitia changamoto kubwa sana ya kifedha. Na mimi naamini tu kama akikaa sawa kila kitu kitakuwa sawa na ataweza kulipa deni lako. Naomba uendelee kutunza imani juu yake tafadhali. Aha, I knew it. The same story like serious. Hivi, mtanifanya mimi mjinga mpaka lini? Au mtanifanya mimi mjinga mpaka lini? Listen to me, very careful. Nyinyi si mnajifanya kumficha kaka yenu? Like serious. Ameshindwa kunilipa fedha yangu kwa njia salama, ambayo kama jinsi ambavyo alikuja kukopa na nikampatia. So this letter imetoka mahakamani. Atanilipa fedha zangu zote kupitia njia ya mahakama. I'm telling you. Na wewe, and don't be stupid. Kijana mkubwa kama wewe, mchana mzima kama huu unakaa ndani namna hiyo. Ndio maana unajibu watu kunya namna hiyo. Wewe na kaka yako mmeshirikiana kula fedha zangu. Mbona kama wewe unakaza hivi mchana namna hii na shemeji yako umetaka kufanya nini? Kaka yako hayupo. Kwani usiende kwako? Vijana wa namna yako wewe wana mchango mdogo mno sana kwenye taifa hili.
Salamu alaikum. Alaikum salam. Kama umekuja kwa sababu ya Sadala hayo. Lakini kama umekuja kwa jambo jingine, sina muda huo na siko tayari kuongea na mtu ambaye ananizunguka. Hasira zisaidii, Salama. Niko hapa kwa nia ile ile ya kuhakikisha kuna amani kati yako wewe na Hafsa. Sawa. Lakini subiri siku mume wako wewe atakapoamua kukuongezea mke, ndio utakapokuja kujua raha ya kupatanisha ikoje. Utafurahi. Tatizo lako unaongea bila kujua lengo langu. Hebu naomba utulie kidogo unisikilize. Nikusikilize nini? Kipi hasa cha mimi kuendelea kukusikiliza wewe? Kwamba sasa hivi umeamua kuchagua upande wangu huutaki tena, umeamua kuchagua upande wa Hafsa. Nenda, kwa sababu da mchanga. Nendeni, mimi sina shida. Niko safi tu. Unajua mimi sina lengo la kukuumiza wewe. Lakini pia sina lengo la kumuumiza kaka yangu. Nataka wewe uwe na furaha, kaka yangu awe na furaha, na Hafsa awe na furaha pia. Hebu naomba nikuulize kitu Bizo. Hili jambo la Hafsa kwenda kwa waganga, wewe ulitoa wapi? Wifi, tafadhali kabisa, usinirudishe nyuma kimaongezi. Tafadhali usiniwekee maneno mdomoni. Hiyo nimeitoa wapi, nimeipata vipi, we haikuhusu. Lakini kaa ukijua wifi yako ni bingwa wa kufungua vibuyu kutaka mimi niondoke kwenye ndoa yangu. Sawa, si mmeshaamua nitaondoka, niwaache huru. Mimi sifai, si chochote si lolote. Nitaondoka. Wala siwang'ang'anii mimi. Usichoelewa tunakupenda sana. Lakini Hafsa kaniambia kila kitu kinachoendelea. Yaani hapa inavyoonekana kuna mtu anawafitinisha. Hivyo basi nilitamani tujue lengo la huyo mtu ni nini. Asha, nimesikia kwamba leo ndio siku yako ya mwisho kuishi hapa. Karimu ameniagiza kuja kuzungumza na wewe, maana hajisikii vizuri kabisa kuhusu hili swala. Lakini pia kwa mujibu wa kaka yangu Dizonga, inaonekana unaweza kuwa wifi yangu hivi karibuni. Dada Hawa, kwanza kabisa natambua hali hii inaweza kuwa haikupendezi na ikakupa hisia mbaya juu yangu, lakini naomba nikukumbushe, nilikuwa na haki kamili ya kubadili maamuzi yangu maadamu sijafunga ndoa bado. Uoni kama tayari ulikuwa umeshaletiwa posa? Hii tabia kubadilisha maamuzi ghafla inaweza kutafsiriwa vibaya. Lakini ukweli ni kwamba mimi kama mwanamke nina haki ya kutumia akili na hisia zangu kuchagua kilicho bora kwangu. Hata dini yetu inatufundisha umuhimu wa kuwa wakweli katika nafsi zetu kwanza, kabla ya kuamua kitu chochote kikubwa kama ndoa. Asha, nimekuelewa vizuri sasa. Na nakuomba unisamehe kwa kukuhukumu kwa haraka. Usijali wifi yangu. Nimeelewa hisia zako. Zuena, kwanza naomba unisamehe ndugu yangu kwa jinsi ambavyo nilikuwa mara ya mwisho tulivyokutana. Nilikuwa na hasira sana na sikufikiria sawa sawa, lakini baada ya kutulia nikaona ni bora nirekebishe jambo hili. Kwa hiyo naomba unisamehe rafiki yangu. Usijali kabisa Salama. Nashukuru umefikiria vizuri.
lakini ukweli ni kwamba Hafsa hana nia nzuri na wewe hata kidogo. Na usipokuwa makini, ndoa yako kweli atakunyang'anya. Zuena, unataka kumaanisha nini? Hafsa ana mpango wa kumbambikia mimba Sadala. Mtume Muhammad. Na mbaya zaidi, ile mimba inaweza ikawa ni ya Roja. Astaghfirullah. Usiniambie. Haki salama. Nimekuambia yote haya kwa sababu na kuamini. Anachokifanya Hafsa si kitu cha kiungwana hata kidogo. Nikaona ni bora nije nikwambie mapema, shoga. Unataka wapi shoga? Mkaa. Uendelee kunipa madini. Hafsa huyo hapo na anataka kumbambikia mume wetu Sadala mimba. Hafsa una tabia mbaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu. Asante. Mimi Said au Afande Said. Nashukuru sana kukufahamu Afande Saidi. Japo hatujuani vizuri, ila nimekuwa nikikusikia sana. Karibu. Samani, naomba kuuliza. Hivi nimemkuta kweli Asha hapa? Maana imekuwa ghafla simpati kwenye simu yake kabisa. Afande, kwa sasa Asha haishi hapa. Na ndio maana amebadilisha hata namba yake ya simu. Kwa nini ameondoka hapa? Aliamua kuacha kazi ili aanze maisha yake mapya. Na ndio maana hata namba yake ya simu amebadilisha. Sawa. Naomba unijulishe mahali alipohamia, tafadhali. Sina nia mbaya. Kuna maswali machache nilikuwa nataka nipate majibu kutoka kwake mwenyewe Asha. Unajua Afande, unajua wanawake wanakuwa na sababu zao za kubadilisha maamuzi yao. Na hata dini yetu ya Kiislamu inasema kwamba ndoa ni jambo la hiari. Hairuhusiwi kulazimisha wala kushawishi kupita kiasi. Nitakuelekeza anapoishi. Ila tafadhali na kuomba, unatakiwa kuwa makini sana. Maana hata dini yetu inasema kwamba hauruhusiwi kulazimisha jambo hata kama una nia njema. Asante sana kwa hekima zako. Nitakumbuka yote ambayo umenishauri. Zuena, sikutegemea hata kidogo kama wewe ndio ungekuwa mstari wa mbele kueneza fitna kwenye ndoa za watu. Una nini lakini? Mwogope Allah dada. Hii tabia ya ufitinishaji na kusambaza maneno ya uongo ni haramu katika dini yetu. Na unalijua hilo. Na dini yetu imekemea wazi wazi kuhusiana na ushirikina pamoja na fitna. Kama mwanamke, ulipaswa kuilinda heshima yako na heshima ya wanawake wenzako.
na sio kuzivunja kwa masengenyo na kueneza habari za uongo. Tunakuomba kwa moyo mmoja, kaa mbali na familia yetu. Tunahitaji amani katika ndoa na maisha yetu. Na kama huna maneno mazuri ya kusema, basi kaa kimya. Hii ni ndoa yangu, achana nayo kabisa. Zuena, tumefanya yote haya kwa sababu tunakujali. Tafadhali, acha tabia hizi. Allah subhanahu wa ta'ala anakataza katika vitabu vyetu mtu mwenye kufitinisha na kuzusha. Mwanamke ama mtu yoyote mwenye tabia ya usengenyaji, kesho yaumul kiyama atachomwa. Na unajua moto huo kuni zake ni nini? Kuni zake ni sisi wanadamu ambao tuna tabia za kusengenya, tabia mbaya, tabia za kufitinisha, tabia za uongo na tabia za shirki. Acha Zuena. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Staki. Nilipofika tu kwanza nikasogezewa kiti kigoda, nikakaa. Nikajua baba sijafika. Nasikia ataka kuongeza mke. Anaitwa nani? Kabila gani? Uko wake ni upi? Sijajibu hujui. Habari uko. Mama. Kinachonichanganya sasa, mamako na baba yangu kama mapacha. Yaani kilichonikuta kule ndicho kilichonikuta na kwa mama yako. Lakini sasa kitu kinachonishangaza sio kwamba hawataki niongeze mke, ila anaonekana hana uhakika na huyo mke ndio. Wewe uaminiki. Bibi tena. Wanategemea watakuamini vipi? Anza kuaminika ndo watu wakuamini. Sio mimi. Wewe ndo unanivunjia uaminifu kwa wazazi wangu, sio mimi. Mimi? Niache mimi, nimechoka kwanza. Tukalale zangu. Kwanza tukaoke. Tukalale. Wewe subiri kidogo. Subiri nini? Sadastaki. Staki. Utaki nini? Wewe nimekaza. Namkazia halali, halali. Namkazia. Nini nayo umetoa barua ya posa? Nikampoze nani sasa? Amkaje jina lake mnavopendaga lipiza. Sasa sielewi nini. Hivi ni vipimo vyangu vya HIV. Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Niko salama, niko negative. Sasa natamba tu. Novemba.
Umekusibu nini mpaka ukaenda kupima? Nimepima. Ndio kwa nini umepima? Kwa sababu sikuamini Sadala. Sikuamini hata kidogo. Na nimefanya haya kwa sababu yako wewe. Na kuanzia leo sitakuwa tayari kushiriki na wewe kimwili mpaka utakapokwenda kupima na kugundulika uko salama. Hapo tunaweza kufanya. Ila kwa sasa Kona nishuku kwa kiwango hicho. sikukatazi kama mume wangu, lakini siko tayari kukubali kila kitu bila kujali afya yangu. Sadala, ndoa haimaanishi kukubali hata kama naenda kaburini. Mpenzi, Sawa. Tenda kupima. sawa. Tashukuru. Sasa unaenda kuoga peke yako. Sawa, tenda kuoga peke yako. Vipi wakati wa kulala? Sadala, Utaweza kukaza mwanangu mpaka asubuhi fresh kabisa. oya mshikaji wangu, niache mpaka utakapopima. Kweli? Nimeamua. Okay. Sadala nini mshikaji wangu? Sila kuuliza. Oya achana na mimi. Jue halali yangu wewe. Yajayo kwenye Hatma. Kiukweli nathamini sana mchango wako. Usihadaike na hii amani ya muda mfupi. Mimi ndo ninayeishi na mdogo wangu Zainab. Dada Zainab bado hapatikani. Mpaka sasa hivi Zainab hapatikani kwenye simu. Hakuna mtu anayemtesa Zainab hapa. Hapa ni nyumbani kwake Zainab. Uache kumfuatilia na uache kwenda kwake. Nitachana na mambo yote ya ajabu nilofanya huko nyuma. Na nina shida na shilingi milioni 6. La kwako wewe ni la kwangu mimi. I know exactly what is going on between wewe na kaka yako. Mimi na Karima hatuhusiki katika jambo lolote lile ambalo wewe limeweza kukupata. Naomba usinihubirie mambo ambayo mimi sihitaji kuyasikia. Naomba nguo za Zainab niondoke nazo.